habari za usiku mtazamaji wetu wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Salma Shabani. Utakuwa nami kwenye habari za kitaifa na kimataifa, lakini vile habari za biashara na uchumi, na katika michezo utakuwa naye Esther Mtebe. Karibu sana, tuanzie huko katika ukanda wa nyanda za juu kusini. Jeshi la polisi mkoani Njombe limemkamata mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Gerald Willa mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Madunda, wilaya ya Ludewa, kwa tuhuma za kufanya vitendo vya kuwavizia wanawake wakienda shambani na kuwabaka kati ya watuhumiwa 98 wanaoshikiliwa na jeshi hilo mkoani Njombe. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka huko mkoani Njombe. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Njombe Mahmud Banga akizungumza na waandishi wa habari wakati akitoa taarifa ya operation na misako katika kipindi cha mwezi Novemba mwaka huu amesema jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemtia nguvuni mtu ambaye anafahamika kwa jina la Gerald Severini Willa, huyu ana miaka 40, ambaye anajihusisha na vitendo vya ubakaji kwa kuwavizia wanawake mapolini wakiwa wanakwenda mashambani. Mtuhumiwa alitenda kosa hili la ubakaji siku ya tarehe 24 mwezi wa 11 huko katika kijiji cha Madunda wilayani Ludewa. Mpaka tunapata taarifa kulikuwa ni wanawake watatu. Aidha, Kamanda Banga amesema pia jeshi la polisi mkoani hapa katika matukio mengine linamshikilia Petro Mfugale mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa Makambako, kwa tuhuma za kutekeleza mauaji ya Alfred Mfugale ambaye ni baba yake mzazi kwa kumpiga na kitu kizito na kumsababishia kifo. Katika operation ambazo imezifanya katika kipindi cha mwezi Novemba 2025 imefanikiwa kukamata watuhumiwa 98 ambao wamejihusisha na matukio mbalimbali. Katika kudhibiti matukio ya mauaji, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao wamefahamika kwa jina la Petro Alfred Mfugale, huyu ana miaka 35, na Benson Naftali Liambilo, miaka 35, wote wakazi wa Liamkena Makambako. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kwa kosa la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Alfred Aaron Mfugale, miaka 61, mkazi wa Liamkena, ambaye ni baba yao mzazi. Mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Na mtoto mmoja anayefahamika kwa jina la Afsat Bakari Mohamedi mwenye umri wa miaka 17, mkazi wa Yombo Kilakala, wilaya ya Temeke, jijini Dar es Salaam, amepotea tangu tarehe 17 Novemba 2025 akiwa katika mazingira ya shule. Familia ya mtoto huyo ikiongozwa na mama na baba yake mzazi, ndugu Bakari Mtipa, wamefika Channel 10 na kuomba msaada wa wasamaria wema ili waweze kumpata mtoto huyo, kwa kuwa licha ya kutoa taarifa katika vyombo vya usalama, mpaka sasa ni zaidi ya mwezi hawajamuona mtoto huyo. Amepotea, ametoka nyumbani vizuri kuelekea shuleni. Alipofika shuleni ameendelea na masomo yake kwa maelezo ya mwalimu, kwa sababu nilimpigia simu mwalimu baada ya kuona kijana wangu simuoni mpaka saa 11 jioni. Mwalimu alinithibitishia kwamba alikuwepo, lakini alipotoka shule mwalimu hakufahamu na mimi sifahamu mpaka leo, hajaonekana. Hatujui ameelekea sehemu gani na kuna shida gani, changamoto gani imempata. Hii ni mara 3 kupotea. Kama familia tumefanya jitihada tulizofanya ni kwenda kwa maostazi, kwenda kufanyiwa maombi. Amefanyiwa maombi, wakasema atakaa vizuri na pia maostazi walisema ana changamoto wao wanazozijua wao, maana sisi hatujui hizo changamoto, lakini wao wameuangalia wamesema kwamba kuna changamoto za huyu mtoto, lakini hizo changamoto hatuzijui sisi. Naam, kiongozi
Kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo atasherehekea misa yake ya kwanza ya Christmas katika Basilika ya Mtakatifu Petro usiku wa Christmas. Inatarajiwa kwamba kiongozi huyo wa Kanisa Katoliki atazungumza dhidi ya vita na vurugu na kukumbuka mateso ya binadamu. Papa Leo tayari ametoa matamko kadhaa akitoa wito wa amani na upatanisho na kuwakumbuka waathiriwa wa vita duniani kote. Baba Mtakatifu Leo amesema anarejea ombi lake kwa watu wote wenye nia njema ya kuifanya Christmas kuwa siku ya amani kwa angalau kuweza kuonyesha heshima kwa siku hiyo ya kuzaliwa Yesu Kristo. Wakristo duniani watasherehekea siku ya Christmas hapo kesho kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Naam, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesitisha usindikaji wa madini ya shaba na kobalti katika juhudi za kuboresha uwazi na kuzuia usafirishaji haramu wa madini. Amri hiyo iliyoandikwa Disemba 19 na kusainiwa na Waziri wa Madini Louis Wantam Kabamba inaamuru viwanda vyote vinavyosindika na kuuza kobalti kusitisha shughuli hiyo na kuthibitisha asili ya madini yanayotumika. Kongo, akiwa muuzaji mkuu wa kobalti duniani anayechangia karibu 70% ya uzalishaji wa kimataifa, imekuwa ikipambana kwa miongo kadhaa na uchimbaji haramu wa madini ambao huathiri mapato ya taifa. Hatua hiyo ya ustawishaji itaunda tume kuhakikisha utekelezaji wa amri hiyo na ufuatiliaji halali wa madini yanayotumika. Naam, tuendelee moja kwa moja. Tunakwenda sasa kuangazia taarifa ambayo inaeleza kwamba mbunge wa viti maalum mkoa wa Katavi Dr. Janet Pinda na baadhi ya wananchi wanawatakia wananchi wa mkoa wa Katavi heri ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya 2026 huku wakiwaasa kusherehekea kwa amani na utulivu. Mwandishi wetu Pasco Katona anaarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, mbunge wa viti maalum mkoa wa Katavi Dr. Pinda amesema kuwa anawatakia heri ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya 2026 wananchi wote wa mkoa wa Katavi na taifa kwa ujumla. Kumbe nichukue nafasi hii sasa kuwatakia heri wananchi wote wa mkoa wa Katavi na Watanzania kwa ujumla. Tupokee kwa amani, tushiriki katika ibada katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, lakini kipindi hiki cha Christmas tukisherehekea kwa amani na utulivu sherehe hizi za mwishoni mwa mwaka. Nao baadhi ya wadau wa mkoa wa Katavi akiwemo meneja wa benki ya CRDB mkoa wa Katavi Hamadi Masudi na wafanyabiashara walikuwa na haya ya kueleza. Nichukue fursa hii kuwatakia wadau wa CRDB na staff kwa ujumla heri ya sikukuu za mwisho wa mwaka kwa maana ya Christmas na mwaka mpya. Nipende vile vile kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau kwa kutunga mkono katika kipindi chote cha mwaka huu. Pia tunapenda kuwashukuru sana, shukrani zetu za dhati sisi kama Mpanda Kariakoo kwa wadau wote walioshiriki na sisi kuanzia Januari mpaka Disemba hivi 2025. Pia tunapenda kuwakaribisha kwa awamu nyingine Januari 26 mpaka Mungu atakapotujalia. Karibuni sana, tunatoa shukrani za dhati kutoka moyoni sisi kama Mpanda Kariakoo Vunja Mata. Kipindi hiki cha sikukuu tunapenda kuwatakia wateja wetu wote na wadau wote wa Kajek Filling Station heri ya Christmas, heri ya mwaka mpya. Tuupokee mwaka kwa amani, kwa furaha, kwa upendo. Tunapenda kuwakaribisha Kajek. Ningependa niwatakie heri ya Christmas na mwaka mpya Wanakatavi wote na Watanzania wote kwa ujumla. Pia wateja wetu ambao ni wadau wetu ambao wametuunga mkono toka mwezi wa kwanza tulivyoanza na mpaka kwenye msimu huu wa sikukuu tunaenda kuuaga mwaka. Kwa nipende kuwatakia sherehe njema, mapumziko mema na kuwakaribisha mwaka unaoanza 2026 wakaweze kutuunga mkono tena. Nami mwakilishi wa Channel 10 mkoa wa Katavi Pasco Katona na watakia heri watazamaji wote wa vipindi vya Channel 10 sikukuu ya Christmas na heri ya mwaka mpya 2026, na nawaomba kuendelea kutazama vipindi vyote vya Channel 10 na Channel 10 Plus. Bei ya mchele imepanda kwenye masoko mbalimbali mkoani Tabora kutoka shilingi 2,500 kwa kilo moja hadi kufikia kiasi cha shilingi 3,000 kwa kilo
huku sababu ikitajwa ni kutokana na kuchelewa kwa msimu wa mvua za masika. Pendo Salu anaarifu kutoka mkoani Tabora. Kuelekea sikukuu za Christmas na mwaka mpya, Channel 10 imetembelea eneo la soko la Kachoma mjini Tabora ili kujionea hali ilivyo kwa sasa na kubaini kupanda kwa kasi kwa bei ya mchele ikilinganishwa na kipindi kama hiki msimu uliopita. Mchele toka tunanunua 2500, sasa hivi umepanda mpaka 3000 mchele mzuri. Kwa sababu huenda sababu ya sikukuu. Bidhaa kwa kweli kwa msimu wa sikukuu naona zimepanda bei, hasa upande wa mchele. Mwanzoni mchele ulikuwa bei chini kidogo, sasa hivi mchele tunanunua mpaka shilingi 3300, wakati mwanzoni tulikuwa tunaona shilingi 3000. Lakini hii nafikiri imetegemea pia kulingana na mimi ninavyoona, kwa maoni yangu ni hali ya hewa pia. Tunajua mvua mwaka huu zimepungua, zimechelewa kufika. Msimu ulioisha mvua kidogo ziliwahi, kwa hiyo bidhaa kufanya kwenye, mimi naongelea sana kwenye mchele, ulikuwa uko chini kwa sababu mvua ziliwahi na wakulima walikuwa wameingia mashambani kwa ajili ya kulima, wakitarajia kwamba mavuno yatakuwa kwa wakati ili hata wafanyabiashara angalau na wao wapate bei nzuri kidogo. Baadhi ya wafanyabiashara wanasema kupanda kwa bei kwa kipindi hiki inatokana na kusuasua kwa msimu wa mvua, hali ambayo inawatia hofu huenda ikaathiri biashara zao. Mchele umepanda, si kwamba umepanda kwa yani mchele umepanda kulingana na hali jinsi ilivyoenda. Wenye store, wenye vyakula hawatoi kulingana na hali jinsi ilivyo. Na maana anashindwa kutoa chakula, hali ni mbaya. Na maana chakula biashara inakuwa ni chache. Analeta ni chache, na maana anakuja kuuza kwa ajili ya kukidhi mahitaji yake. Mchele mwingi haukobolewi, baadhi uko stock itakobolewa ni kidogo. Ndio maana bei imepanda. Lakini kama mvua ikiendelea kunyesha kikiwa kingi, baadhi itashuka, tuombe Mungu kulingana na hali jinsi ilivyo. Biashara iko yani ya kawaida sana yani inakuwa kama imefifia kufuatana, naona sijini hali ya uchumi hatujajua, lakini naona hali ya uchumi unakuwa ni mgumu, ndio sababu imesababisha hii yote hali kuwepo, hali ya biashara inakuwa iko chini. Bidhaa ya mchele ni moja ya chakula ambacho kimekuwa kikichangamkiwa na watu wengi, hasa katika nyakati za sikukuu, licha ya kuwa na gharama kubwa ikilinganishwa na bidhaa zingine za chakula. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Naam, tuendelee sasa mtazamaji, ambapo jukwaa la ushirikiano wa makampuni ya cargo na logistics upande wa Dubai linaloundwa na Watanzania umesema kufanyika kwa jukwaa la maonyesho ya biashara nchini Dubai ni fursa muhimu katika kufungua milango ya biashara na kukuza uwekezaji ndani ya Tanzania. Tupate taarifa kamili. Akitoa taarifa ya jukwaa hilo la biashara linatarajiwa kufanyika Februari 2026 Dubai, makamu mwenyekiti wa Tanford Salum Ali anasema malengo ni kuifungua Tanzania kibiashara. Yako mambo mengi sana ambayo tunapata katika hii business forum. Kuna watu ambao hawana connection za biashara. Mtu anataka kununua kitu fulani lakini hajui supplier wa kitu fulani. Kwa hiyo ndani ya business forum hii tutawaleta kwa pamoja wafanya biashara, wawekezaji na hata watu wa real estate pia. Aidha, kupitia jukwaa hilo wadau watapata fursa ya kuelezea fursa zilizopo Tanzania bara na Zanzibar kupitia eneo la utalii pamoja na miundombinu ya usafiri, hasa eneo la bandari. Tutazidi kuzungumza na hawa ambao wanatumia bandari zetu, kuwashawishi na pia kuwapendekeza watumie bandari zetu kwa ajili ya kupitisha mizigo yao. Hakuna sehemu maalum ya kwenda kutangaza bidhaa zetu ama miradi yetu. Kwa hiyo tukaja na hii business forum ambao ni kubwa sana. Hakujawahi kuwa na business forum imeandaliwa na Watanzania. Imagine unakutana na mfanyabiashara ambaye anakuambia nahitaji karafuu tani 10. Hakuna mtu wakati. Angalia fursa unaweza kuipata. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Moja kwa moja bado tunaendelea kutazama taarifa ya habari. Wananchi wa vijiji vitano vilivyopo katika kata ya Mwera wilayani Pangani mkoani Tanga wameiomba serikali kuwasimamia kwa ufanisi hatua ya ulipaji wa fidia baada ya kupisha maeneo yao ya makazi kwa ajili ya mradi wa kuchimba madini tembo. Taarifa ya Raya Kipingu inafafanua zaidi. Yaonekaniwa hata baada ya Krismasi tutarudi kuambiwa lugha ile ile, subirini. We are tired of that. Wananchi hawa ambao wanatoa ombi kwa mkuu wa mkoa wa Tanga huku akisema zoezi la uthamini limemalizika, lakini wapo baadhi hawajaridhishwa na malipo walioandikiwa kulipwa
pindi ulipaji fidia utakapoanza. Naambiwa mimi nyumba yangu haikuonekana, imepotelea wapi? Na ikiwa nimekuja tathmini, nimekuja andikishwa na picha nimepigwa, lakini kurudishiwa tathmini yangu sikurudishiwa. Tumepoteza dira sisi wenyewe ya mambo fulani fulani kwa sababu ya kuambiwa mashamba yatachukuliwa au yashachukuliwa, msiyatumie. Waingereza wasema there is no tomorrow, even tomorrow the tomorrow is ahead. Kwa hivyo hakuna kesho. Akitolea ufafanuzi hatua ya ulipaji fidia, mkurugenzi wa kampuni ya Nyati ambayo inasimamiwa na serikali, mhandisi Heri Gombero, ameeleza idadi ya wananchi waliopitiwa na mradi huo baada ya kupunguza eneo lililokuwa linapitiwa na ujenzi wa barabara ya Tanga Pangani Saadani Bagamoyo. Walengwa ni watu 700 ambayo ni kaya karibuni kaya 234. Sasa hivi tupo katika hatua ya kufanya ya kulipa fidia. Tunasubiri approval kutoka kwa mdhamini mkuu wa serikali ili ya kuanza mradi wetu wa madini tembo. Na hapa mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akawahakikishia wananchi juu ya kila mmoja kupata haki husika baada ya kuagiza watendaji kurudia hatua ya upimaji ili kupata uhakika wa fidia kwa kila mlengwa. Kuna mwananchi anasema na eka 14, uthamini unaonyesha ni eka 9. Kwa hivyo mdhamini mkuu wa serikali atatuma mtu tarehe 28 atakuja hapa kijijini ili kujiridhisha, na mimi pia nimeelekeza kesho kamishna msaidizi wa mkoa atakuja pamoja na mdhamini wa mkoa kuja kujiridhisha, basi zoezi litakamilika kwa sababu fedha wenyewe za kulipa zipo. Kutoka Tanga, Rai Kipingu, Channel 10. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekitembelea kiwanda cha madini ya graphite na kutoa pongezi kwa mwekezaji wa kiwanda hicho cha Permanent Mineral Limited kilichopo eneo la Mererani wilayani Simanjiro mkoani Manyara kwa kuzingatia na kujali kulipa kodi kwa wakati na kuendelea kuwa sehemu ya kuiwezesha serikali kutekeleza miradi mingine kwa jamii. Elia Kimani anaarifu zaidi kutoka mkoani Manyara. Naibu kamishina wa TRA idara ya kodi za ndani anayesimamia walipa kodi wadogo Eunice Liheluka amesema ziara hii ni mwendelezo wa mamlaka hiyo kuwatembelea na kuwapa motisha walipaji wa kodi ambao wamekuwa wakizingatia ulipaji wa kodi za biashara wanazofanya. Nayo kampuni hiyo ya Permanent Minerals Limited kupitia msimamizi wake mkuu Elisha Mnyawi imetoa shukrani kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan uboreshaji wa njia za ulipaji wa kodi, lakini kujenga mazingira rafiki ya uwekezaji nchini. Kushirikiana naye kumwezesha kutimiza wajibu wake wa kulipa kodi. Kama ambavyo tumepita tumeona uwekezaji mkubwa uko hapa na kazi nzuri ambayo anaendelea kufanya. Pia namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwekea mazingira mazuri sana ya kuwezesha kufanya biashara hii. Na biashara hii na kazi ni ngumu, lakini tunapata wepesi wakati tunapokuwa na ushirikiano mzuri. Kutoka eneo la Mererani wilayani Simanjiro mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Naam, jumla ya shilingi bilioni 12 zinatarajiwa kutumika katika kuendeleza zao la soyo kwa kipindi cha miaka 5 mkoani Ruvuma kama sehemu ya kuchagiza matumizi ya chakula cha lishe kwa jamii nchini pamoja na kuliendeleza kibiashara ili kusaidia kuboresha kipato cha mkulima na kukuza uchumi wa taifa. Ditha Nyoni kutoka mkoani Ruvuma anayo taarifa kamili. Awali akieleza sababu za kushuka kwa uzalishaji wa zao la soya katika mkutano wa wadau wa sekta kilimo, Katibu Tawala Msaidizi Uchumi na Uzalishaji Deogratias Sibuka amesema wamekuja kuendeleza zao hilo kama la kibiashara na ushindani, ambapo wanatarajia kuongeza uzalishaji kutoka tani 5,000 hadi tani 50,000 ifikapo 2030. Ambapo baadhi ya sababu zilizosababisha uzalishaji kushuka ni pamoja na ukosefu wa mbegu bora, upungufu wa mbolea na viuatilifu, vile kutokuzingatia kupima kwa afya ya udongo, ukosefu wa baadhi ya dhana za kisasa na uwezo mdogo wa kifedha wa wakulima. Na hapa taasisi ya Movement for Community Development Mkode kwa kushirikiana na Pasi Trust wamekuja na mkakati wa miaka 5 wa kupunguza umaskini kwa jamii kupitia kuongeza tija shambani kwa kutoa mikopo kwa wakulima. Mradi huu unaenda kuwekeza wastani wa bilioni 12 katika kukuza uzalishaji wa zao la soya. Wastani wa bilioni 6.2 inapatikana kupitia dhamana kwa wakulima wetu wadogo ili waweze kukopesheka, waweze kupata mitaji
kwa ajili ya kuongeza uzalishaji, lakini wastani wa bilioni 6.2 ni kwa ajili ya utekelezaji wa mradi ambayo ni maalum kwa kukopesha zana za kilimo na mitambo ya viwanda bila dhamana na kwa kushirikiana na wasambazaji wa zana hizo na kuwakopesha wakulima kwa 80% ya gharama ya mashine husika. Kwa upande wa mganga mkuu wa mkoa wa Ruisi Chomboko, anaeleza umuhimu wa virutubisho vya zao la soya katika kukabiliana na udumavu na utapiamlo, huku mkuu wa mkoa wa Brigedia Jenerali Ahmed Abasi akitoa maagizo kwa watendaji. Soya ina protini kwa wingi ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa mwili na misuli. Lakini soya tufahamu kwamba ina mafuta bora. Naposema mafuta bora ni yale mafuta salama yasiyokuwa na cholesterol nyingi. Lakini soya pia ina nyuzi lishe ambazo hizi zinasaidia sana katika mmeng'enyo bora wa chakula. Maafisa kilimo wahimize uzalishaji wa zao la soya na kuviunganisha vikundi vya wakulima na fursa za masoko na usindikaji. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Wizara ya Maliasili na Utalii imesema kumekuwa na ongezeko kubwa la watalii nchini mwaka 2025, jambo ambalo linaonyesha kuimarika kwa sekta ya utalii katika ongezeko lililotokana na juhudi za serikali kutangaza vivutio vya utalii kimataifa, kuboresha miundombinu na kuimarisha uhifadhi wa maliasili na wanyamapori. Taarifa ya Witness Ngalawa inafafanua zaidi. Ongezeko hilo limetokana na juhudi za serikali kutangaza vivutio vya utalii kimataifa, kuboresha miundombinu na kuimarisha uhifadhi wa maliasili na wanyamapori. Akizungumza katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam katika maonyesho yaliyopewa jina Vuka Mwaka Kijanja na Tawa ambayo yameanza tarehe 20 Disemba mwaka huu na yatahitimishwa tarehe 5 Januari mwaka 2026, ambapo Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Daktari Hassan Abbas amewahimiza Watanzania kutumia tamasha hilo kama fursa ya kukuza utalii. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA Daktari Daniel Kijaji amewataka wazazi kuwapeleka watoto wao Sabasaba kujionea wanyamapori. Kitaifa tunalo ongezeko la watalii 173 ukilinganisha kipindi cha Januari tu Novemba 2025 na kipindi kama hicho mwaka jana. Kwa maana yake ni kwamba narudia pale pale, sekta ya utalii Tanzania iko imara sana, haijatikisika na haitatikisika wakati wowote. Wakati mmojawapo ni huu kutangaza kuleta wanyama hawa wakati wa kipindi cha likizo, ambapo wanafunzi wana nafasi ya kutosha, wazazi wataweza kuwasindikiza watoto wao kuja kuona wanyama. Na kwa upande wa Watanzania ambao wamejitokeza katika viwanja vya Sabasaba, wamesema hatua hiyo ya serikali imeleta matokeo chanya na kuiomba serikali iendelee kufanya matukio hayo zaidi. Mimi binafsi nimefurahi na utalii wetu wa ndani. Yaani ashumu tunakuwa tunaangalia kwenye ma-TV, hatuendi Mikumi, hatuendi wapi, lakini tukifika hapa tunaona kama tumefika Mikumi. Tumeona kama tembo, tumeona kama swala. Mimi nilikuwa sijui kama swala wapo species aina mbalimbali, lakini nimejionea. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Waziri Mkuu wa Libya amethibitisha vifo vya watu 5 akiwemo mkuu wa jeshi la Libya kufariki katika ajali ya ndege nchini Uturuki. Amesema kuwa Jenerali Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad na wengine 4 walikuwa ndani ya ndege aina ya Falcon 50 iliyokuwa ikitoka mji mkuu wa Uturuki Ankara Jumanne jioni. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Ali Yerlikaya alisema mawasiliano na ndege hiyo ya biashara yalipotea saa 2 dakika 52 kwa saa za nchi hiyo, takriban dakika 42 baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Ankara. Ndege hiyo iliyokuwa ikielekea Tripoli ilikuwa imetoa ombi la kutua kwa dharura kabla ya mawasiliano kupotea. Mabaki ya ndege hiyo baadaye yalipatikana kusini magharibi mwa Ankara na uchunguzi sasa unaendelea kuhusu kilichosababisha ajali hiyo. Serikali mkoani Iringa imesema kwamba
itachukua hatua kali za kinidhamu kwa mtumishi yoyote katika vituo vya afya na hospitali za umma na binafsi mkoani humo atakayebainika kuhusika na kitendo cha kuzuia miili ya marehemu kwa sababu za madeni ya matibabu, na kuongeza kuwa kitendo hiki ni kinyume na taratibu na kinaonyesha ukatili kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Clement Sanga ana taarifa kamili. Katika moja ya ahadi zake, Rais Daktari Samia aliahidi ya kwamba ndani ya siku 100 za awamu yake ya pili hakuna hospitali ya umma au binafsi nchini itakayozuia mwili wa marehemu kwa sababu za madeni ya matibabu. Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James katika kikao cha pamoja na viongozi wengine waandamizi mkoani humo kwa ajili ya kufanya tathmini ya siku 100 za Rais Daktari Samia amesema serikali mkoani humo haitomvumilia yoyote atakayekwenda kinyume na agizo hilo. Kwa usitegemei kusikia katika zahanati zetu, kwenye vituo vyetu vya afya, kwenye hospitali za wilaya, kwenye hospitali za rufaa eti kuna maiti imeng'ang'aniwa kwa sababu ya nini? Ya malipo. Hapana. Utaratibu sasa umekuja, mtu anapofariki, taratibu za kuchukua mwili ziwekwe, taratibu za kulipa zitasimamiwa na utaratibu wa hospitali na ndugu ambao wamebaki, wakati ule aliyefariki anatendewa haki zake zote kama marehemu, kuzikwa kwa heshima, kutolewa hospitalini kwa heshima bila kuwa na misukumo isiyokuwa na sababu zozote. Kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Iringa, Daktari Credunice Ngimba amesema mkoa umeweka utaratibu mzuri na ulio rasmi kabisa wa kukabiliana na kadhia hiyo ambayo imekuwa kero kwa muda mrefu. Mkoa unaelekeza hospitali kuandaa na kutekeleza utaratibu rasmi na rafiki wa ulipaji wa gharama za madeni hayo ya matibabu, kushirikiana na ndugu wa marehemu, ikiwemo makubaliano ya malipo kwa awamu pale inapobidi, bila kukiuka haki na utu wa marehemu na familia. Sisi halmashauri ya mji Mafinga huwa hatuzuii mwili wowote tangu nyuma, lakini bado tunayapokea maelekezo mheshimiwa, tutaendelea kufanya hivyo. Tuna mratibu ambaye anaratibu kutoka ustawi wa jamii. Kwa wale ambao hawana uwezo, basi anaandika kabisa huyu ana msamaha kwenye malipo, kwenye mfumo wa malipo. Mkoa wa Iringa una hospitali zipatazo 10, vituo vya afya 42 na zahanati 254. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Baada ya mapumziko mafupi, nitakuja hapa na habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Salma Shabani, endelea kutazama Channel 10 Plus.